Kwanza nichukue fursa hii kutoa pole za dhati kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuondokewa na waziri wake mwandamizi. Pia nitumie fursa hii kutoa pole kwa Mheshimiwa Mussa Azzan Zungu, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuondokewa na mbunge. Nitoe pole kwa familia yake, ndugu, jamaa na wananchi wa jimbo lake la Isimani. Poleni sana kwa msiba huu mkubwa. Mheshimiwa Lukuvi tumekuwa naye bungeni kama mbunge mwandamizi kwa muda mrefu. Ni mbunge ambaye aliwakilisha watu wake kwa ufasaha ndani ya bunge. Alitekeleza na kutimiza majukumu ya kibunge. Lakini Mheshimiwa marehemu Lukuvi tumemfahamu pia kama waziri wa muda mrefu aliyehudumu ndani ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa vipindi tofauti tofauti chini ya marais wa awamu tofauti tofauti. Uzoefu wake ndio umempa sifa ya kuhudumu kwa muda mrefu. Lakini ni kiongozi msikivu, ni kiongozi mwenye maono, ni kiongozi mcha Mungu. Mheshimiwa Lukuvi alikuwa anasimamia hoja za serikali bungeni ipasavyo. Tafsiri yake ni kwamba ni kiongozi ambaye aliyepewa wajibu fulani na alihakikisha anausimamia ipasavyo. Tumempoteza mbunge mwenzetu, tumempoteza kiongozi, tumempoteza mtu ambaye amehudumu kwa muda mrefu. Tutapoteza busara zake, lakini tuna imani tutaendelea kuyaishi yale yote ambayo alikuwa anatuasa. Na bungeni Mheshimiwa Lukuvi alikuwa ni mtu wa kuchangamana na wabunge. Alikuwa anatuongoza kwa sisi ambao tulikuja nyuma yake. Mheshimiwa Lukuvi pamoja na yote na sifa zote alizonazo, lakini alikuwa ni baba na mlezi wa wengi. Ukiwasikiliza baadhi ya wabunge, wengi wamelelewa na kupitia kwenye mikono yake kwenye michakato mbalimbali ya kisiasa. Kwa hiyo niseme tumepoteza mtu muhimu, na kazi ya Mungu haina makosa. Kwa hiyo tunamwombea pumziko la milele na tunaiombea familia yake faraja iliyo kuu katika kipindi hiki kigumu cha kuondokewa na baba. Poleni sana.